Leo nimekuja kuwakumbusha jamani kwamba mtu ambaye anajua ndoto yako ni wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe ndio unajua kwamba upo sawa kwenye ndoto yako au haupo sawa. Kuna pressure kubwa sana inatokea kwenye watu wanaotuzunguka. Wanaangalia jinsi tunavyoenda, wanaangalia mienendo yetu, wanaona kabisa kwamba ndoto tunazozikimbilia haziwezekani. Yaani haiwezekani kabisa kufikia hayo mafanikio. Wanaanza kutupa idea vitu vingine, wanaanza kutupa ushauri kwamba hiyo njia unayoenda sio, fanya hivi, you need to get money now, yani unatakiwa kupate pesa sasa hivi. Wanaanza kukupa vitu ambavyo vinahitaji muda mrefu pia kupata pesa, havichukui muda huo kupata pesa. Wanakukatisha kitu ambacho upo kwenye process ya kuwa muda mrefu kupata pesa. Ile ni ndoto yako. Wanataka kukompensate na kitu ambacho wao wanaamini kipo sawa. Wewe una kitu ambacho unaamini kipo sawa, kinahitaji muda kukifanikisha. Wanakupa possibility zao, ambazo possibility zao pia zinahitaji muda kufanyaje? Kufanikisha. Kwa hiyo jamani, tuwe makini sana na watu wanaotuzunguka. Ndoto zetu tuzipambanie sana. Tuzipambanie. Kuna pressure kubwa sana, pressure ya pesa. Unaona kabisa kwamba pesa haupati, lakini your progress, jinsi unavyofanya kidogo baada kidogo kinakupelekea kufika kwenye sehemu ambayo unaweza kufanikiwa ukafikia kwenye malengo yako. Pesa sana sana ndio inatufanya tusifikie malengo yetu tunayoyataka, kwa sababu unakuwa na ndoto ya muda mrefu, unataka quick money, unataka pesa haraka, unapata kitu kirahisi kitakachoweza kukupa pesa ndogo kwa muda fulani, tunairukia ile kazi. Tukishaanza kupata pesa ndogo kutokana na ile kazi, tunazoea, kwa sababu ubongo unakuwa unatufanya tunadumaa. Tunazoea, tunasema kwamba hii ndio kazi inatakiwa tuifanye tupate pesa, kwa sababu ninaingiza, at least ninaingiza kitu. Tunadumaa. Leo umeingiza kiasi fulani, tunaanza kudumaa na ile kiwango fulani. Tunakuwa tuna kiwango limited. Lakini kuna yale malengo ambayo tunao ya muda mrefu, tunasahau kwa muda huo. Sawa, tukipata kazi ya kufanya kwa muda mfupi na tuingizia pesa, sawa, tuifanye. Lakini pia tusisahau ndoto zetu. Yaani mtu asikuforce, asikwambie kwamba kitu unachokifanya sio sahihi. Mtu replace ndoto yake ya muda mfupi aireplace kwako kwa wakati wewe una ndoto ya muda mrefu na umeweka scale ya muda. Be silent, fanya kazi, amini utafanikiwa, kweli utatoboa. Sometimes tunajiona ni wiki, wanatuona ni wiki kwa sababu hatuingizi kiasi chochote cha pesa kwenye vitu tunavyovifanya. Lakini vitu tunavyovifanya ni vikubwa mno. Results ikija kutokea ndo watajua kitu tunachokifanya. Movie na Shawshank Redemption na hisi kila mtu alishaiona. Wakati Dumfries akiwa jela, kila mtu alikuwa anaamini is the weakest. Lakini usiku alikuwa anatoboa andaki alilomfanya atoroke baada ya miaka almost 28. Lakini alikuwa anachoka kila siku anaonekana ni mtu aliyochoka muda wote. Wakajua ni mtu dhaifu, kumbe kuna kazi aliyokuwa anaifanya kubwa ambayo ilikuwa haionekani, kamfanya mpaka escape. Kwa hiyo jamani, tupambanie ndoto zetu, tuendelee kuchimba, tuendelee kutoboa andaki, tutafanikiwa. I'm out.